rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani. Huyu nimemkamata. Tulieni sawa, tulieni. Tulia mwenyewe kitaa vile vile sawa. Tulia babu, tulia. Udogo ni mwizi. Tulia. Huu ni mwizi. Tulia. Wewe tumuoje, umefanya nini? Hao vijana wanaiba mitaani hapa. Jaya, unaitwa nani? Kipanya. Kwa kazi yako ni wizi, si ndio? Hapana. Kipanya si kazi yake ni kuiba vitu vya ndani. Na maana kumeondoka hizi kwa hapa mtaani, si ndio? Ndio unaituibia. Dogo. Kwa sababu njaa umeenda ukachukua hela za watu, si ndio? Hapana, blaza ilikuwa imeniuma. Katoto kadogo. Sasa sikiliza. Katoto kadogo wapi? Hapa hakuna cha mtoto mdogo. Hapa anakula tairi. Unakula tairi na mafuta. Sawa? Aliyeibiwa naye ana uchungu. Yaani hapa unakula tairi. Njaa ya nini bwana? Leta mafuta, leta mafuta. Unatetea nini wewe? Katoto kadogo gani unataka achomwe moto? Katoto kadogo. Unamwona unafuga waizi wewe. Wewe ndio unaelekeza wezi hapa. Wewe unapenda nini? Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa mtaani. Dogo lazima ufe. Kanajitetea. Katoto kadogo hapo jamani. Hakuna cha udogo. Mwacha. Dogo tunakuchoma moto. Unaleje wezi mtaani, unaleje wezi mtaani. Ndio wewe tunakutia kiberiti mdogo wangu. Yaani wewe ukachoma moto. Nda mtaani na randa. Dunia tambara bofu limekata kamba. Sijui upendwa baba wala mama. Si rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa mtaani. Mama Jay. Mama Jay. Mama Jay. Wewe mpumbavu nini? Wewe unagonga mara tatu unasema unakuja? Tulia. Vipi Jay kaa? Mama tuna mgeni. Ndio tuna ugeni hapa. Nilikuwa naomba mtoe nje. Na shughuli yangu nataka niifanye sasa hizi. Sijakuelewa. Nimekwambia hivi. Kamtoe Jay humo ndani na shughuli yangu nataka niifanye. Lakini mtoto kalala. Nimpeleke wapi? Tokana nje. Na mgeni wangu huyo. Yaani mimi na mwanao tutoke nje. Afu wewe na mwanamke mwingine mwingie ndani. Kama Mama Jay hapa sijai kuimba ngonjera bwana. Mimi hapa na shughuli zangu nataka nizikamilishe hapa. Kwa hiyo unagoma kumtoa Jay unaanza kumtoa. Banye hivi uko serious kwa unachokiongea wewe? Kwa hiyo naona mimi na hapa nachekesha sio? Yaani mimi nikupishe wewe na mwanamke mwingine ni kwangu. Mama Jay, sitaki kurudia mara ya pili. Nitakata makofi sasa hivi. Wewe acha upumbavu, kamtoa Jay ndani.
Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu. Mama Jay, uko ndani umehamia au? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Baba. Unawapa nini? Unajua baba, nimekwambia ngale hapa. Na usitoke. Mbavu wewe. Usinikwaze na mambo yangu ya kufanya. Nimekwambia usinikwaze na mambo yangu ya kufanya. Mbavu nini? Wewe unalala nje. Wewe. Na kunyamazisha kelele naona unifokea. Wewe ni mkubwa kweli? Hapa nje. Mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Umenipa vitu vizuri mpaka nimeiona dunia iko hapa. Jamani. Huyu si anajifanya ananinyima. Huyu lazima nimuonyeshe. Jioni inabidi uje hapa tena. Ndakuja baby. Ila hapa tusiongee sana. Baby. Majirani wa hapa ni wambea. Okay baby. Nashukuru kwa penzi lako jamani. Penda. Asante. Jioni tena. Baby bye. Toto. Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo kwa Mama Nuru mume wangu. Ulikuwa kwa Mama Nuru? Na mwanangu uko wapi? Nimemwacha bado kalala. Umemwacha mwanangu mimi kwa Mama Nuru? Why umemwacha mwanangu kwa Mama Nuru kalala? Kwa hiyo jana nilivyokutoa ndani kwamba ulale nje, wewe ukaenda kwa Mama Nuru. Ulishindwa kulala hapa? Lakini mume wangu, jana usiku wa manane umetufukuza hapa mimi na mtoto. Ulitegemea niende wapi? Na baridi la usiku lile kweli. Yule ni mtoto wa kiume. Haitakiwi umlee katika mazingira ya kindezindezi. Inabidi yule akomae kiume. Ilibidi ulale hapa. Mwanangu umeenda kumlaza kwa Mama Nuru. Lakini kwa nini unanifanyia haya yote? Yaani mimi nakufanyia wewe ndio unayenifanyia?
sikufanyii. Chanzo ni wewe. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi huja. Chanzo cha haya yote ni wewe. Nikitaka haki yangu unaninyima. Hata kumleta yule mwanamke mimi nimefanya makusudi. Tufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mume wangu kosa langu lipi? Mume wangu, ni maneno gani ambayo unaongea mbele yangu lakini? Yaani wewe unanilaumu mimi. Wewe nikitaka haki yangu wewe unaninyima. Unasema sijui mtoto bado. Kwa mimi nikakuonyesha kama mimi nahitaji kupata haki yangu. Hapa kwenye ndoa haujaja kucheza. Sasa inabidi unipatie haki yangu mimi. Sasa sihitaji maneno mengi. Kwanza umenikwaza sana. Ungelala hapa. Pana usalama mkubwa kuliko kwa Manu. Mwananga kirogwa. Mimi kwenye nyumba nimefanya mazindiko. Hata umbwa tu aweza kabweka hapo nje. Hakuna mchawi anaweza kukarisha kwenye hili anga. Kwa sababu ya kuwalinda nyie. Alafu wewe from nowhere umechukulia hize. Umeenda kumlaza mwanangu kwa Mama Nuru. Mume wangu, jaribu kuwa hata na chembe ya huruma. Kwa hiyo tegemea mimi na mtoto tulale hapa chini kweli? Na hili baridi la usiku. Mbu, yule ni mtoto mdogo bado. Lakini mume wangu unanifanyia hivyo lakini. Nakufanyia nini? Hebu toka. Yaani wewe uko ndani na mwanamke wako. Mimi na mtoto wako tulale hapa nje. Kumbuka ile ni damu yako mume wangu. Sasa hivi namtaka mwanangu. Kimbia. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Na kwa taarifa yake huyu, ili anipe haki yangu, lazima tena jioni nikamchukue mwanamke mwingine alale hapa. Show itaendelea. Lazima anipatie haki yangu. Aweza kaa anasema mtoto hajakuwa. Mimi niwe nahangaika njafu na hela ya guest sina. Pumbavu kabisa huyu. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mume wangu kosa langu lipi? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Nini hiki? Jamani mume wangu, si mboga hii. Mboga gani sasa? Si nyanya chungu na bamia. Sasa nyanya chungu na bamia, mimi na tumeishi zaidi ya miaka 4. Unajua hivi vitu situmii. Kwa hiyo umeamua kunikomoa, sio? Hapana mume wangu, lakini hela ulioniachia ndio ilikuwa inatosha hizi mboga. Ndio unikomoa. Umeshindwa kununua dagaa? Mume wangu, leo umeniachia shilingi 1000. Angalau siku nyingine wewe unaniachia shilingi 2000, najua jinsi ya kubajetia. Mkaa hamna, mboga hamna, nyanya hamna. Kweli 1000 ingetosha dagaa? Umeshindwa kununua dagaa za 1000 ukachemsha tu. Bora hata hapa ningechovya, lakini huku nikomoa. Lakini iko hivi. Sasa hizi na mimi nitakuwa nakula mgawani. Una siku hizi 2. Mimi nitakuwa nakula mgawani mchana na usiku. Wewe kazi yako unakunywa maji. Mume wangu, kumbuka mimi nanyonyesha. Naizaje kushindia maji? Wewe unanyonyesha na mimi ndo nayetafuta hela. Kwani 1000 ambayo umesema nilikupa ni wewe ulitafuta? Wewe. Sasa kwa nini nipikie kitu ambacho siri? Nisamee, nitabadilisha mboga baadaye. Tumefikia stage tunakomoana, sio? Hapana. Lakini na siku hizi mbavu sana. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Nimekuja hapa kwa mimi, nataka kurudi nyumbani. Baba, nimechoka.
Nimechoka na manyanyaso, nimechoka mateso. Moyo wangu umekosa uvumilivu kabisa. Mume wangu amebadilika sana baba. Sina amani na ndoa yangu. Nyumbani kwangu unapaona pachungu. Nanyanyasika baba. Mkwe ananipiga. Ananinyima chakula. Kavuka mipaka zaidi. Anakuja na mwanamke mwingine nyumbani kwangu na kutufukuza mimi na mtoto usiku wa manane tukalale nje. Baba, hii ni haki kweli? Kwa hiyo mtoto yuko usiku wa jana ulikuwa usiku wa vita kwenye familia yangu. Kwa hiyo mwanangu atakupata wasaa kupumzika. Nimemwacha hapo kwa jirani kalala. Kwa hiyo wewe unataka kwamba urudi nyumbani? Nyumbani huwezi kurudi nyumbani, kwa sababu mali ya mtu tumeshakula. Wewe unatakiwa cha msingi uende ukamtafute mchenga, kisha mtafuta mchenga, hayo mambo mengine ndio yatafuata, kwa sababu tulishakula mali ya mtu. Babangu mshinda. Mimi mpaka nimefika hapa, nimeishi hapa, nilikuwa salama. Nimeamini kwako nilikuwa salama baba. Lakini wewe ndio unanionyesha huko nilikotoka baba. Baba, sirudi nyumbani mimi. Sirudi nyumbani mimi baba, sirudi. Kupenda na kupenda, ila sasa huwezi kukaa na mke wa mtu. Kisheria na tamaduni zetu inatakiwa uende ukamtafute mchenga, ukisha mtafuta mchenga, afu mambo mengine yatafuata baadaye. Kumbuka mimi nilishazalia yule mtoto. Nimeshairudisha mali yao baba. Ni kweli sisi tulishafuzu. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu. Karibu, nikusaidie nini? Hapa kwa nimekuja kwa jambo hili moja. Naomba ukae mbali na mume wangu. Hivi dada, ina maana huna hata roho ya binadamu? Kuja nyumbani kwa mwanamke mwenzio, kulala kwenye kitanda cha mwanamke mwenzio. Mwanamke mwenzako anafukuzwa nani na mtoto mdogo mchanga. Akalale nje, wewe unaenda kuenjoy kabisa kwenye kitanda. Unalala usingizi mzuri kabisa yani. Hebu jaribu kuwa na haya we dada. Jaribu kuwa hata na aibu kidogo. Akia Mungu. Nitokule chokoleti hapa kwangu. Sasa ndio nikuulizaje, yani nikusaidie nini? Labda umuulize mume wako amefuata nini kwangu kwa mtoto mdogo kama mimi. Kaona wewe ni mzee, kaona wewe ni mbibi, kaamua kuja kwa kijana kidogo kidogo amliwazi. Mwanamke mzuri, mwanamke anavutia. Tena fananisha naye. Mwanamke mfupi ka nyundo ya barozi. Kwa hiyo wewe ndio ukae na mume wako uongee naye. Nikuone wewe huruma na mtoto wako. Sina huo ujinga mimi. Mimi nafuata pesa. Pesa ndio kila kitu. Nafuata sapamba. Ndio kila kitu dada. Upo? Unajua nini? Hata mwenye kuna kipindi ilikuwa mzuri sana. Na bado mzuri tu. Na ushukuru Mungu umenikuta kipindi hicho ambacho mwili wangu bado hujakaa sawa. Ila wallahi ningekuvuruga. Ningekuvuruga. Sasa sikia. Sina maneno mengi sana ya kuongea. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Kweli jamani, mapenzi uchizi, mapenzi ukicha,
Nimependa mimi yeah. Baba. Mzee, shikamoo. Baba mzee. Bali ya majukumu. Salama kabisa. Ndio. Mzee, naona umekaa kinyonge sana. Vipi, kuna jambo unataka kuniambia? Ndio mzee. Jambo ambalo nasikitika sana, dada yako amefukuzwa. Alafu kibaya zaidi anadai kwamba bwana wake anamnyima chakula alafu anamlaza nje. Hebu samahani kidogo. Amekuja dada yangu. Ameleta malalamiko kwamba anapigwa na mume wake, si ndio? Ananyanyaswa. Ndio. Wanamlaza nje. Ndio. Alafu huyo bwana anaingiza wanawake wengine ndani. Chumbani kwa dada yangu. Ndio. Baada ya hapo mzee ulichukua uamuzi gani? Nikaona vema nimrudishe kwa bwana wake ili kusudi akamtafute mshenga. Akimtafuta mshenga ili tulimalize ili swala katika pande zote mbili. Mzee, mpaka dada anatoka kule anakuja hapa, manake anaamini hapa ndo kuna usalama. Umeshaona? Sasa kama anafanywa vitu vyote hivyo, haya umemwambia saizi arudi. Endapo kimkuta kibaya, inakuwaje mzee wangu hapa? Hayo bwana mimi sijapenda. Sasa sikiliza, mimi naenda kukutana na wewe bwana shemeji huyo. Sawa, anafanya upumbavu. Naenda kukutana naye. Nenda akanieleza kinaga ubaga. Kwa nini anamfanyia vitu hivyo dadangu? Alafu mimi ndo kaka. Siku anaolewa mdogo wangu hapa na mimi nilikuwepo na aliweka hadi nyingi sana. Kwa nini dakika za mwisho aanze kumtesa? Sasa mzee mimi sitokubali hilo swala, sawa Na atoka hapa, naenda kumfuata huyo bwana shemeji. Naenda kuongea naye. Na kama itatokea sintofahamu aina yoyote mzee wangu, I swear to God, mimi yule jamaa namharibu. Kwa namna yoyote. Asikane niharibie dadangu. Usiende kufanya vurugu. Mzee nisikilize. Yule ni dada yangu mimi. Sawa? Yule wewe ni mwanao. Haiwezekani anyanyasike, sisi tunashangaa. Tunaangalia kwamba umefurahia kile kitendo. Mzee mimi naenda kukuletea heshima. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Haujui maumivu nayoyasikia mimi kwa ajili ya mume wangu. Hujui maumivu ya ndoa, mdogo wangu. Mume anauma, afu especially na mtoto mdogo kabisa yule. Leo umefanya kwangu hivi, kwa mwingine utafanya vile. Hata kuacha kama ninavyokuacha mimi. Nimekuja hapa na hekima sana naongea na wewe. Naomba unisikilize na unielewe kwa umakini. Yule ni mume wangu. Yule mume wangu tumefunga naye ndoa kanisani. Mimi na yeye tayari ni mwili mmoja. Kingine tuna mtoto yule. Hivi dada, unanichukuliaje? Kwanza hapo kwenye himaya yangu, upo kwenye nyumba yangu. Afu unakuja na maneno yako unaongea ati mume wangu ni hivi na hivi. Mimi mume wako akinihitaji tena nitaenda, kwa sababu mimi nafuata sambamba. Kwanza hapa nilikuwa busy na mambo yangu. Hapa naenda kutafuta pesa. Kwa hiyo naomba tuondoke. Ukitaka shari, ndaleta shari. Kwenye himaya yangu naweza nikakufanya kitu chochote. Yaani naweza hata nikakuitia mwizi kwanza. Kwa sababu upo kwenye himaya yangu. Naomba utoke kwenye himaya yangu. Yaani hata uniitie mwizi, maumivu ambayo nayapata mimi moyoni kwa sababu ya mume wangu hawezi kulingana na maumivu ambayo hata mtu anakuja kunipiga mimi na kunikatakata. Hawezi kulingana kabisa. Ndio kana mume wako chini dada, uongee naye. Kwangu amefuata nini? Mimi ninachofuata ni pesa dada. Nafuata sapampa ni pesa dada. Kana mume wako. Nimekuelewa sana. Basi yuko nje mtumie. Lakini sio nyumbani kwangu. Pale ni kwangu. Hujisikia aibu mwanamke mwenzako anafukuzwa mbele yako na mtoto mdogo? Hujisikia aibu? Hivi hata hukufikiria jana ninavyotoka pale nitaenda wapi? Umejua shida nilizozipata usiku mzima mpaka nikapata pa kulala na mtoto? Afu unalala usingizi mzuri kabisa huko ndani kwangu na mume wangu. Sipendi ugomvi na wewe kabisa. Wala sitaki nikuharibie maisha. Najua bado binti mdogo unajitafuta, ndo kwanza hata ndoa huna. Kwa hiyo naomba ukae mbali na mume wangu. Hivyo tu basi. Wewe ndio ukae na mumeo, ukae naye vizuri, umfunde, umwambie kafuata nini kwangu. Amekosa nini kwako mpaka kanifuata mimi?
Ukae na mume wako vizuri dada eh? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Samahani shemeji. Naam. Nisamehe kukusumbua pia kukupotezea muda. Usijali shemeji yangu, naweza ukaongea shemeji yangu. Shemeji, kiufupi napitia maisha magumu sana. Mpaka imefika muda nimechoka kabisa yani. Vipi, shida nini? Naona unalia au umekuja unalia. Yaani sikuelewi shemeji, niambie shida nini? Shemeji, saizi ndoa yangu haina amani tena. Ndoa yangu haina furaha kabisa. Kakako amebadilika. Amebadilika kiasi kwamba anasahau mpaka familia yake na kuwapa kipaumbele wanawake wa nje. Kakako saizi anatunyima pesa ya matumizi, ananinyima chakula, ananiambia muda mwingine nishindie maji mimi pamoja na mtoto wangu. Haijaishia hapo tu. Adiriki mpaka kuniletea wanawake nyumbani kwangu. Shemeji, hii ni haki kweli jamani? Na kunifukuza mimi na mwanangu tulale nje, yeye akae na wanawake kwenye kitanda changu mimi. Shemeji, nasikia maumivu, nasikia uchungu. Kweli kaka amgoni vibaya. Babu kaka amgoni vibaya. Yaani kindivelane ndi mwana mama. Si ndio andila pulangu huyu. Pole sana shemeji yangu. Ila hii yote hii tatizo ya kusoma. Angesoma yote haya yasingetokea. Alikuwa anakimbilia kumiliki mali za wazazi mpaka leo wazee bado wazima. Angalia sasa yanayotokea. Shemeji. Pole sana. Sijui nini kimempata mume wangu. Sijui ni shetani gani amemwingia yule mwanaume. Anasahau kama yule ni damu yake. Adiriki tufukuza sisi ndani, yeye aingie ndani na mwanamke. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu. Pole sana shemeji. Ila mimi nitajaribu kuongea na kaka. Nitakaa naye, nitaongea naye nijue jinsi ya kukusaidia shemeji yangu. Ila shemeji, sisi bado tunakupenda sana. Familia hata kama yeye hakupendi, familia bado inakupenda sana. Naomba usichukue maamuzi magumu shemeji. Mimi nitaongea na kaka, tutakaa chini afu tujue tunafanyaje. Sawa shemeji yangu? Shemeji, mimi nilikuwa nileta ni hilo tu. Kwa hiyo nakuomba ongea na kaka yako. Maana saizi ajali kabisa kuhusu mimi. Nikiongea liwe zuri, liwe baya na mbulia kipigo. Isitoshe mpaka nafika hapa nimetoka kwa huyo mwanamke wake kuongea naye. Lakini si ajabu amenijibu majibu mabaya sana. Yanazidi kukandamiza moyo wangu, nazidi kuumia tu. Ila ukiona bado anaendelea, usisite kuja nyumbani kwa wazazi. Sawa? Hili jambo inabidi wazazi wajue. Kwa ukiona anaendelea, usisite kuja nyumbani kwa wazazi. Sawa shemeji? Ila mimi kaka nitakaa naye, nitaongea naye tujue jinsi ya kukusaidia shemeji yangu. Sawa shemeji. Mimi mwenyewe nimeumia sana. Pole sana shemeji yangu. Asante. Kumbe unapitia makubwa sana shemeji. Na kuomba shemeji yangu, usije ukachukua maamuzi magumu. Sawa? Mimi si tupo kwa ajili yako. Familia tunakupenda sana. Tutakaa naye tutajua tunakusaidiaje shemeji yangu. Pole sana shemeji yangu. Asante. Shemeji. Mimi naenda shemeji. Pole sana shemeji. Asante. Usichukue maamuzi magumu Sawa shemeji yangu. Yaani shemeji atoke ndani na mtoto usiku, afu yeye aingie na mwanamke. Kindivya nini? Yaani huyo ndika anzulanga na makofi. Sema ngoja niangalie jinsi ya kumsaidia shemeji yangu. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Wewe sister. Wewe sister.
hapa ndani basi. Karibu. Asante. Namtaka dada yangu. Aisee, ustaarabu umeuacha ulikotoka? Ustaarabu kitu gani baba? Nakwambia namtaka dada yangu. Mimi na shida zangu kibao, unaanza kuniambia habari za ustaarabu. Ya. Okay, ingia. Ataingiaje ndani bwana? Dada yangu sijamuona. Niambie kama yupo ama hayupo, mimi nijue. Kama anajichenga nipite. Niambie dada yupo hayupo? Brother. Nenda kwenye point. Dadangu bwana ni mfupi wastani, alafu ni mweupe kiasi, alafu ana mwili kidogo, ni mweupe. Sasa bro, ungefika ungegonga kistaarabu. Then ukaniuliza hivyo, mbona ingekuwa rahisi? Nimemuuliza nahisi anakaa hapa ndani. Gonga huo mlango. Una maana anaishi huko? Gonga huo mlango. Chumba hiki hapa cha pili. Gonga huo mlango. Oh sister. Oh dada, toka ndani bana kama upo. Wewe sister. Oh, nakuja. Toka ndani bana, unafanya nini? Kaka. Wewe sister. Upumbavu gani unaofanya huu? Baby. Mambo. Poa. Baby. Baby. You are so beautiful. Oh, thank you. I love you too. nakupenda sana baby. Nakupenda pia. Unajua wewe ni mrembo sana. Sijawahi ona mwanamke mzuri kama wewe. Alafu hauna skendo mbaya baby. Hauna skendo za kuchiti. Nakupenda sana. Alafu uweze amini baby, na kuamini sana. Yaani sina haja ya kwenda kutafuta wanawake wengine nje, sijui kufanya nini wakati wewe upo. Unakuja one time. Najua leo umechelewa tu, nilikuwa kwa bahati mbaya. Na unajua baby, mimi ni mtu wa kazi. Nilikuwa natoka naenda kazini kwa sababu nimeona wewe unachelewa, lakini wenyewe umekuja. Twende nikafanye kazi, twende nikaichape. Unajua baby, hata mimi nimekumisi. Jana usiku sijalala kabisa yani. Nakuoza tu wewe mpenzi wangu. Ndio maana leo nimekuja bibi wangu. Kweli? Kweli. Nataka leo kaichape mpaka changanyikiwe. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Kaka, karibu. Kwa upumbavu umelizika nao, si ndio? Dada yangu kuteswa, kunyanyaswa, kwa umefurahia kabisa. Yaani mtu anakunyanyasa, mtu anakutesa, mwisho wa siku unavumilia upumbavu kama huu? Nisamehe kaka, kwa kuchelewa kukupa taarifa. Kwa hiyo nataka kuniambia mzee wa muhimu kumpelekea taarifa kuliko ni mimi kaka yako, si ndio? Ulishindwa kunipigia hata simu. Mimi sikujua kama umerudi. Mangapi nimekutetea wewe dada yangu? Ujinga wako sitaki tena. Ule ujinga ulikuwa unafanya kipindi kwa mdogo, sasa hivi sitaki tena, ushakuwa mtu mzima. Kabla sijaendelea, wewe mjinga mwenzio yuko wapi? Yupo kazini. Kaenda kazini sio? Sasa sikiza nikwambie. Namfuata huko aliko. Sawa? Siwezi kukaa nikashuhudia dadangu unanyanyaswa. Dadangu unateswa. Hebu punguza hasira kakaangu. Siwezi kupunguza hasira kati dadangu na oneo. Mimi namfuata huko aliko. Lazima nikajue mbivu na mbichi ni zipi. Haiwezekani dadangu unateseka afu mimi nipo tu. Kazi yangu mimi ni kukuprotect hiyo. Wewe. Lakini inabidi tukae chini tuongee. Hapa hakuna mazungumzo. Hakuna kitu ambacho tuongea nitakuelewa. Hebu punguza hasira kaka. Dada, siwezi kupunguza hasira wakati dadangu unanyanyasika. Hivyo unafikiri angu wangu kesho ataishi? Ataishi maisha gani kama dadangu tu huna utulivu wa maisha? Mimi kama kaka siko tayari. Lazima nijue kwamba dadangu kwani unapitia changamoto zote hizi wakati kaka yako nipo kwa ajili yako. Na ukumbuke tumebaki watu wao
wawili tu, mimi na wewe. Sasa kama wewe unanyanyasika, mimi naishi kwa amani? Mateso yako wewe ni mateso yangu mimi. Naumia kama kaka. Sasa nakwambia hivi, namfuata huko aliko. Sitotaka nisubiri. Hapa ni sako kwa bako. Lazima nimfuate aliko na ataniambia kwa nini kunyanyasa dadangu. Nashinda mtani na randa, dunia tambara bovu limekata kamba, sijui upendwa baba wala mama, mtani nawaza sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Yaani wewe ndo unanibruza pale nje unanifanya kama mbuzi mimi? Yaani wewe hicho ni kidogo tu. Ninachokuja kukufanyia ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu wewe hauna hadhi ya kuitwa mwanaume. Kwa hiyo umekuja kunitisha? Sikutisha, nakwambia ukweli. Wewe ni mwanaume design gani? Kuto kumnyanyasa dadangu tu. Sina hadhi ya kuitwa mwanaume. Huna hadhi ndio. Yaani uliniozesha dada yenu mpaka amenizalia mtoto. Kama ungekuwa mwanaume, kwa nini unaacha familia inahangaika? Kama ungekuwa mwanaume, kwa nini unaacha mke wako anatanga na njia ambaye ndo dadangu mimi? Kwa hiyo umekuja kunifokea kwenye himaya yangu. Mimi hapa ndo nasimamia maisha ya dadangu. Na kuanzia sasa kitu ambacho tunataka kufanya, endapo tofauti wote katika maisha ya dadangu ukitokea, I swear to God, na kufanya kitu ambacho huji kuamini. Utanifanya nini? Yaani unaniambia nini? Jaribu. Ushawahi kunywa maji ya kuoga? Na kwa nini ushawahi kunywa maji ya kuoga? Shemeji. Unasemaje? Mimi niko natania shemeji. Basi bwana niko nakutania. Unamtania nini mambo kama maisha ya dadangu unamtania mimi kweli? Shemeji. Yaani maisha ya dadangu unaleta utani. Unamtesa, unamlaza nje, wewe unapenda mtania? Hautanii shemeji. Sina masuala kwenye maisha ya dadangu hata siku moja. Yaani nakwambia kabisa, dadangu ni kitu kingine. Sawa. Dadangu ni kitu. Nakwambia endapo kirudia hili swali kikirudia, I swear to God, hicho kitu kitakuwa na dada. Nitakulamba mpaka kinaisha kabisa. I swear. Sawa. Nakwambia. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Angel, unajua umeniita, yani kasema umeniita yani kwa sauti fulani hivi ya ghadhabu. Ndio maana nikawahi kuja hapa. Kuna shida Angel? Shida ipo. Shida gani? Shida ipo kwa mkeo. Kafanyaje? Mke wako alinifuata nyumbani kwangu na kunipigishia kelele. Kwa hiyo nilikuwa naomba ukae na mke wako. Yaani ambacho najiuliza Angel, Mama G anakujua kwako? Sijajua anapajuaje kwangu, ila alikuja kwangu kunianzishia kelele. Naomba ukae na mke wako umwambie aachane na maisha yangu. Lakini ili jambo niachie mimi. Mama G ni mali yangu mimi. Sawa? Usijali. Nisijali nini? Nisijali nini? Mkako kaja kwangu kunifanyia vurugu, nasema nisijali? Hakuna kitu kama hicho. Ukae na mkeo umwambie mimi nayaweza yote, ya gizani na ya mwangani. Ili nitasawazisha mimi mwenyewe. Sawa Angel? Hawezi kunidhalilisha mbele ya majirani zangu. Naomba ukae na mkeo umwambie aachane na maisha yangu. Mtaani pote hapa mimi najulikana mimi ni nani. Sawa Angel, mimi nimekusikia. Ili liache na lisovu mimi. Kama yeye amekuja kukurofisha, nikuombe usifanye kitu kibaya chochote. Niachie mimi. Sawa. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaa. Tena ukakae naye chini umwambie vizuri. Nisije nikamfanyia kitu kibaya sana, akabaki anajutia katika maisha yake. Nakuahidi, yule ni mali yangu. Sawa Angel? Wala usihangaike kufanya chochote. Usikiwa na kitendo ambacho nilifanya siku ile, nitamfanyia kitendo kikubwa ambacho hata amini. La pili ambayo nataka kukusii, ile tunaifanya take two yake, tunafanya marudio. Sawa Angel? Wewe kuwa huru, usihangaike na mwanamke mwenzio, niachie mimi. Yule ni mali yangu. Kwanza hapa naona feelings zangu zimechanganyikana, naomba niwaie. Okay.
Babe. Asa nalipa nani hapa? Come on. Vipi, mhudumu nalipa namba? Hapa pesa imeelewa hicho. Sijali. Vitu vidogo sana hivi kwako. Jina nani? Okay. Sawa, umeiona? Nimefika, namshukuru. Angel, umenichanganya, sasa ni wapi? Okay babe. Mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaachana, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Mtaani na randaranda, dunia tambara bovu limekata kamba, sijui upendo wa baba wala mama, mtaani nawaza. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki, dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Vipi? Una ratiba gani leo? Mimi niko sawa, silisema nije hapa. Na nimekuja. Okay. Basi sawa, tunaweza kwenda nyumbani. Okay babe. Sawa. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Babe. Mbona kama una mawazo sana? Kipenzi. Watu wanabadilika sana. Kwa nini? Nini tena babe? Hivi kweli mtu ameoa anaenda kununua malaya na kupeleka kwenye kitanda anacholala yeye na mke wake, akumfukuza mke wake atoke na mtoto usiku? Kweli baby, ingia akilini? Aingilia akilini hata kidogo. Huyo mwanamke ana akili zote kweli? Amekata kujifikiria kusema kwamba mwanamke mwenzie ataenda wapi na mtoto, alafu ni usiku. Kwa hiyo mwanamke ni nyoka kabisa. Akumbuke na yeye ni mwanamke kama mwenzie. Da. Babe, kwani umeongea yote? Nikuhusu bro. Brother namtesa sana shemeji. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu. Kweli bro, akwenda kununua malaya nje na kumpeleka kwenye kitanda anacholala na shemeji na kumfukuza shemeji usiku na mtoto atoke nje. Maisha gani? Nimeumia sana, ila ile siwezi nikalifumbia macho. Nitajua jinsi ya kumsaidia shemeji. Kama kupumbavu, kwa nini asingefanyia huko nje? Kweli hadi aje muonyeshe shemeji kabisa. Angeeta hata roji. Nimeumia sana.
Kwa hiyo kipenzi, unataka kufanya nini? Hayo mengine niachie mimi. Nitajua cha kufanya. Shemeji yangu anateseka sana. Shemeji sio wa kuishi yale maisha anaishi kabisa. Kwa hiyo lazima niangalie jinsi ya kumsaidia shemeji. Nitamfuata brother, nitaongea naye. Lazima niangalie jinsi ya kumsaidia shemeji. Imenuma sana. Pole babe. Okay, sawa. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu. Karibu. Njoo hapa, karibu sana. Asante sana. Nimefurahi nimepaona ofisini kwako na sasa nitaaminije kama hii ofisi ni yako? Ofisi ni ya kwangu. Naomba uniamini tu kaka. Mimi siwezi kudanganya. Yaani nikutoe kote huko nikuletea mafuni kudanganya. Watu wengi sana wametudanganya. Wanatuonyesha ofisi ambazo sio za kwao na kutuaminisha kuwa ofisi ni zao. Unaweza nikamwita hata jirani hapo akanisaidia pia kujieleza. Okay, sawa, tusifike huko. Mkopo umepata, ila cha kufanya uje ofisini kwetu ukiwa na viambata vile ambavyo nilikuagiza siku zile. Mume wangu karibu. Karibu mume wangu. Karibu nini? Pokea. Acha. Unataka ugomvi asubuhi baba yangu? Kwa hiyo hujalijua kosa lako. Unajua umenikera sana wewe. Kwa hiyo mwanamke wewe ulifuata nini? Yaani unaenda kwenye kaya za watu unaleta vurugu, sio? Hapo mimi ninapoongelea kwa amani. Amani ipi? Kwanza leo umefanya usiku kazini kwangu kawa ni usiku mrefu sana na kuwaza wewe. Unajua ni mwanamke mwenzangu. Sikiliza. Ni mwanamke mwenzio ndio, lakini haukustahili kwenda na kuomba ndani. Ndani! Nakuja baba. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Nitakuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa yule mwanamke umefanya nini? Unakuja kuongelea kama mwanamke mwenzangu. Unaenda kuleta vurugu kwenye kaya za watu, sio? Hapana mume wangu. Unanitania, sio? Hapana baba. Yaani unanifanya usiku kazini kwangu na kwa ni usiku mrefu, sio? Unajua nitakuwa mimi. Mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Usisahau kuja na kitambulisho cha NIDA au kitambulisho cha mpiga kura. Pia usisahau kuja na mdhamini wako na barua ya mwenyekiti unakotoka. Asante sana. Karibu sana. Nitafika kwa wakati. Pia nimefurahia huduma zenu. Nashukuru sana. Hivi uliniambia unahitaji mkopo shilingi ngapi? 200,000? 200,000 tu inamtosha. Sasa kwa nini usikope 300,000?
200 tu inanitosha. Usijali, riba zetu sisi ni nafuu sana. Tunatoa 10% kwa mteja. Na tunakupa muda mrefu wa kurejesha mkopo wetu. Asante sana, nashukuru kakaangu. Okay, karibu sana. Ila kwenye ofisi zetu tuna afisa masoko. Karibu sana kwa ajili ya ushauri. Ukija pale ofisini nitakukutanisha na afisa masoko. Karibu sana. Asante, nashukuru. Naona kama ofisi ziko tofauti. Ndio. Kuna sehemu nishaenda kukopa huko. Ni wakali hao walichonifanya. Sikutamani kukopa mkopo mwingine tena. Usijali. Sisi tunamjali mteja, ndio maana tumekufuata mpaka kazini kwako, tuangalie unafanya kazi wapi. Endapo utashindwa kurejesha kwa wakati, sisi tunakusaidia kukuongezea muda. Ndio faida tulizonazo kama kampuni. Asante sana, nashukuru kakaangu. Okay, karibu. Asante. Nitakaribia. Mpaka hapo mkopo utakuwa unapata. Nashukuru sana kakaangu. Okay, asante. Yaani wewe unaniharibia starehe zangu mimi. Kule kwenye nyumba za watu umefuata nini? Mume wangu mimi nilikuwa naenda kuongea naye kwa amani. Ulikuwa unaenda kuongea naye nini? Wewe unajua yule mwanamke ananipa nini mimi? Wewe ni mpumbavu eti. Lakini mume wangu ninalifanyia hivyo akili. Yaani umefanya usiku wangu wa leo kazini umekuwa ni usiku mrefu sana kwa sababu ya kuwaza wewe kwa mambo ambayo unataka kuniharibia, sio? Wewe unanikosea mume wangu, unanikosea. Lakini unachonifanyia unanikosea. Yaani mimi nakuwaza wewe usiku mzima, unaniharibia starehe yangu mimi. Nikikomba unaninyima, nikikomba unaninyima. Unasema mtoto hajakuwa. Lakini hatujaishia hapa. Yaani inapiga take two. Yule mwanamke nitakuja naye sana. Hii ni back to back. Alafu kuna kitu ambacho nimekiona hakiko sawa. Friji langu liko hapo. Akuja kuchukua yule kaka naye kudai. Nani? Unasema kule juu. Na umeruhusu jana kuja kuchukua friji langu? Mimi ningefanya. Ina maana una idhini ya kutoa vitu vyangu bila kuniuliza, sio? Lakini mume wangu sinadaiwa wewe. Mume wangu nini? Nadaiwa na nani? Wewe una uhakika? Ina maana mtu akija hapa akisema anahitaji godoro unampa? Wewe. Hebu rudi hapa. Rudi hapa. Wewe unakimbia sasa. Nianze kukukimbiza, sio? Wewe. Lakini hapo tarudi tu. Pumbavu sana. Mungu wangu, kwa nini Naomi niache katika kipindi kigumu hiki? Kwa nini umekaa mbali na mimi Mungu? Mbona napitia mateso kiasi hichi? Mbona napata maumivu makali kiasi hichi? Yaani mimi nakuwaza wewe usiku mzima, unaniharibia starehe yangu mimi. Nikikomba unaninyima, nikikomba unaninyima. Unasema mtoto hajakuwa. Lakini hatujaishia hapa. Yaani inapiga take two. Yule mwanamke nitakuja naye sana. Hii ni back to back. Familia imenitenga. Mume wangu ananinyanyasa. Nina mtoto mdogo yule. Tampeleka wapi? Tenda wapi? Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua?
hujaacha ndani, ukirudi ugomvi Mlango. Nakusikiliza. Unajua jirani anateseka sana. Jirani huyo hapa Majei ananyanyasika, anaishi maisha magumu sana. Hii mbona sasa imekuwa hatari? Changamoto ni mume wake. Mume wake anamtesa, anapata shida na yule mtoto. Umbea? Hayanihusu, lakini yule ni mwanamke mwenzangu na anastahili kuishi maisha ya furaha kama wanaoishi wengine. Hii mbona sasa imekuwa hatari? Mimi nilikuwa naomba tu tumsaidie, ataishije na yule mtoto? Mume wake ndio hivyo, anamnyanyasa, analala nje, analeta wanawake ndani. Nashukuru nimerudi, nimekukuta uko salama sana. Maana akili na mawazo yangu yote ilikuwa ni kwa ajili yako mamangu. Sawa? Kuelewa. Inatokea nimerudi na kama siku 3 sasa hivi kutoka nimerudi. Lakini mambo ambayo nimekutana nayo nyumbani, kikweli mpaka kichwa kinauma. Nawaza sielewi nifanyaje. Unaona, kwa sababu nimefika nyumbani nimekutana na changamoto. Tale sister ana changamoto, mume wake sio anamsumbua huko, anampiga, anamnyanyasa, anamtesa. Hasa mimi kama kaka, si unajua? Lazima niweke kila kitu sawa, lakini nashukuru saizi kila kitu sawa. Naomba kujua mpenzi wangu, umwache salama kweli huyo jamaa? Maana wewe ni mkali. Kwa kuwa ni mara ya kwanza kuzisikia hizo taarifa, nilikuwa nanishie kumpa onyo kwanza. Ile endapo akirudia, sitokaa kimya tena. Tamfanya kitu ambacho mpaka dunia itanishangaa. Na sio dunia tu, mpaka shetani mwenyewe atanikataa. Na kama laiti nikijua huyo maraya mshenzi anifanya dadangu anateseka. Tamfanya nini tena? Anifanya dadangu anahangaika na lala nje kwa ajili ya ujinga wake. Haki ya Mungu nakwambia, ndo atakapojua asali ni tamu kuliko utamu wa asali. Atanipatia jibu. Endapo nikimjua na nikamgundua, I swear siko tayari kuwa na maisha dadangu vile. Kinachoniuma zaidi ni kuhusu yule mtoto. Imefikia hatua Majei anadai kwenda mbali na kumwacha yule mtoto. Kiangalia kwa sasa hivi Majei yupo na mume wake. Kama hivyo anavyofanya, Majei akiondoka itakuwaje? Yule mtoto ataishi maisha magumu sana. Unaonaje tumsaidie? Angalau tuende hata kwa mjumbe, tumuelezee, huenda anaweza akawasaidia. Yule jamaa aligonga kwa fujo kama nakumbuka, nikatoka. Ndiyo. Kati ya maneno ambayo nilisikia alidai kuwa yule ni dada yake. Na mimi katika pitapita zangu huwa kuna sehemu nampata. Huwa nambahatisha sana na kwa amekaa. Kwa nafikiri nitajaribu kuona naye then nizungumze naye kama itawezekana. Mimi nitashukuru kama utamsaidia. Namuonea huruma sana yule mtoto. Sawa, nitajaribu. Ndio maana nakupenda mume wangu, si baba wangu. Wow. Kuna maneno ya mitego wewe. Yaani kwenye ulikuwa huko, yani nikaa kuota na kuwaza. Nasema jamani, mpenzi wangu atarudi lini? Lakini nashukuru Mungu, mume wangu umerudi. Yaani kama Mungu tu vile amekutuma. Nashukuru sana mpenzi wangu. Usijali, mimi ni wako. Nakupenda sana. Na mimi nawe ni wangu, sio? Unajua nimekutunzia sana. Yaani nilizidiwa mpaka nikasema lakini nashukuru Mungu, mpenzi wangu umerudi. Umenifurahisha. Nakupenda sana.
Asante, sisi kama unanijaza hapa. Afu kuna wajinga huko nje. Walikuwa wananisumbua lakini nikasema mimi na mpenzi wangu ambaye nampenda, naye ananipenda. Afu na ndo tunaye. Kwa hujawapa? Hapana, bibi wangu sijawapa. Na uhakika? 100% kipenzi. Ila nikigundua. Jamani. Sikia nakwambia kweli nikigundua. Hapana mpenzi wangu. Ndio utajua. Hapana. Kwamba asali ni tamu kuliko utamu wa asali. Hapana bwana, mimi nakupenda wewe. Kweli? Nakupenda pia. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu Majei. Abe mume wangu. Mimi natoka naenda kazini. Ila kuna kitu ambacho ninataka nikukumbushe. Nikisha toka hapa nyumbani, na wewe usije ukatoa hata mguu wako. Mimi nimekuelewa mume wangu. Vizuri. Lakini asubuhi baba amenipigia simu. Alisemaje? Jirani yetu pale anaozesha. Mdogo wangu anaolewa. Hivyo akaniambia niende nikawasaidie kazi 2-3. Lakini hapa nimetoka kukueleza kama wewe hauruhusiwi kutoa hata mguu hapa. Alafu sasa unaniambia baba akakupigia simu. Kwa hiyo unabishana maneno yangu au? Hapana mume wangu. Lakini kumbuka wale ni jirani zetu na tumeshaishi nao vizuri muda mrefu sana. Yaani ndoa yako hapa nyumbani inakushinda. Ila unataka ukashuhudia ndoa ya mwenzio. Wewe utashauri nini kule wewe kama sio umbea? Sawa, umeniambia nisinyoe hata mguu. Lakini huko nakoenda nenda kupiga umbea na nani mume wangu? Nimeshamaliza. Naomba unipe ruhusa yako. Ina maana sasa tunaanza kushindana sio? Wale ni ndugu zetu. Tumeshasaidiana nao kwenye matatizo mbalimbali. Leo mimi nikikosekana kwenye hili, unafikiri itakuwaje? Nimekwambia hivi. Maneno yangu mimi ni sheria. Usitoka hata kukurusha hivi. Hii shingo yako inaweza kaa halali yangu. Maana sasa tulipofikia unashindana na maneno yangu ambayo ni sheria. Sio kama unanielewa vizuri? Basi mume wangu, mimi nimekuelewa. Baadaye. Nakutakia. Huyu mwanaume ina maana siruhusiwi kushia furaha wala matatizo ya familia yangu. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Huyu mwanamke atakuwa ameenda wapi? Ina maana zile amri zangu ambazo nilimwambia mimi nikitoka hapa nyumbani haruhusiwi kunyanyua hata mguu, ameanza kuzipuuza. Au atakuwa ameenda ambako alikuwa anataka kwenda harusini. Lakini sawa, ngoja nimsubiri. Tutajua kati yangu mimi na yeye nani ni mwanaume hapa nyumbani. Yaani nitoke kazini nimechoka, nifike nyumbani mwanamke hayupo, nianze kumsubiri nje tena. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Mama yangu, nimeshakanyaga, sijui nitaanzia wapi leo. Mungu wangu nisaidie.
Sijui nimwamshe au niondoke, maana akiamka huyu mjamaa si ataniua mimi. Baba umeniponza baba. Ulikuwa wapi? Na kuuliza ulikuwa wapi? Unasema nini? Ina maana ulikuwa kwa nini sio? Halafu cha kunishangaza, mbona umependeza sana? Sijakupata nia yangu. Umependeza hivi. Umeanza umaraya, si ndio? Nitoa sheria yangu. Hapa nyumbani hauruhusiwi kutoa hata mguu. Ukautoa. Unanizarau, sio? Sasa utaenda kunielekeza vizuri. Ulikuwa wapi? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Sasa ndugu yangu, na machache ambayo natamani tuzungumze, na nitaomba muda wako kidogo. Bila shida, ongea tu. Kuna jambo nitamani kujua. Yule dada pale, jirani yangu pale, yule mna uhusiano gani kati yako wewe na yeye? Kwanza ujue kama nani na kwa maana gani. Sidhani kama kuna haja ya kupanic, lakini nafikiri ukiniambia tutawekana sawa. Anyway, mimi yule dada yangu. Dada yako kivipi? Dada yako wa tumbo moja ama dada yako wa kufikia? Nachokwambia ni kwamba yule mimi dada yangu bwana, dada yangu wa tumbo moja kabisa. Usikuelewa hapo nini sasa? Kukuuliza mwanangu kubwa ni kujaribu kuweka sawa maisha ya dada yako pamoja na familia yake kwa ujumla. Kama yule kweli ni dada yako watu, tafadhali naomba muangalie mtaliweka vipi hili, kwa sababu dada yako anaishi maisha magumu sana. Dada yako toka siku ile umetoka pale nyumbani, sijaona kilichobadilika zaidi ya kuongezwa mateso. Na sidhani kama kuna jema analifanya zaidi ya kufanya jema likawa baya, na kifanya baya na kuwa baya zaidi. Dhumuni la kukaa hapa kuzungumza na wewe ni kuangalia pia maisha ya yule mtoto. Yule mtoto ataishi maisha magumu sana pale. Hebu ngoja. Unataka kuniambia mimi nitoka nimekuja pale nilichokifanya chochote hamna kilichosaidia, si ndio? Sina maana nilichokifanya hakina msaada, lakini yale mateso ambayo dadako anayapata naona kama yanazidi. Mwisho wa siku mtakuja mpigiwe simu, mpate simu ya matatizo. Itakuwa sio vizuri. Sasa nisikilize bro. Sawa? Maisha ya dada yangu waga achezewe kirahisi namna hiyo. Sawa? Sasa naomba nikutume uende ukamwambie kwamba chuma kimeingia. Hakuna mtu kuteseka tena. Mwambie hivi kwamba endapo akitua tena hapa nyumbani kwako, basi hakikisha anaondoka na kichwa chako. Sawa? Naomba umfikishie, mwambie maisha ya dada yangu mimi ndio kila kitu. Mimi ndio naye yalinda. Sio, unanielewa? Kama hajawahi kuonja chai kwa hisia, sasa hii itakuwa ni mara ya kwanza na atajua utamu wake ni nini. Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugomvi,
utatua. Moyo unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mume wangu kosa langu lipi? Samehe mume wangu. Kwa kosa lipi? Niliondoka bila kukuaga mume wangu. Kwa hiyo unafanya makosa kwa kutegemea utaniomba msamaha, si ndio? Hapana mume wangu. Mimi nitakwambia kila kitu. Kila kitu mimi nitakwambia. Kipi? Wakati umeondoka, baba alinipigia simu tena. Akaniambia niende. Nikamwambia mimi sijajiandaa. Akasema kila kitu nitakikuta huko huko. Akaniambia kila kitu nitakikuta kule kule. Kwa hiyo mimi na baba yako namsikiliza hasa nani? Baba atajisikia. Ina maana unamsikiliza baba yako kuliko mimi, sio? Aha. Wewe ni mjinga sana. Umependeza huko, mimi naonekana kama nakunyanyasa, sio? Unaniletea story. Na mwanangu yuko wapi? Na kuuliza mara ya pili. Mwanangu yuko wapi? Maana umetoka, nimekwambia umetoka kwa mara zako umebishi. Kwa hiyo unaona bora umtelekeze mwanangu, uende kufanya starehe zako. Haki ya Mungu, kama leo sijakuua sio mimi. Mwanangu yuko wapi? Mke wangu, unajua kuchelewa huku naweza nikakosa kazi. Na unajua kabisa kama tajiri wetu ukishachelewa hata dakika moja inakuwa changamoto. Na mamangu nimepambana na sasa hivi nafikiri pen nimekaa wapi? Okay, sawa. Niko hapa. Kwa mimi nafikiri ni wahi. Nikiweke sawa, nikifika wajue alioa, mke alipata. Si unajua? Lakini ungekunywa hata chai tayari. Chai ndakunywa. Nimeandaa chai, chapati unazozipenda ziko tayari. Kikweli nimetamani. Nisikukatisha tamaa. Nimetamani kinoma, lakini kulingana na muda naomba niwahi. Unajua pia pesa ndo kila kitu. Pesa ndo inanunua hivi vitu ujue. Jamani. Sio hivyo. Please nitachelewa kuhusu chapati. Naomba nizikute. Vitu vangu hivyo. Si unaelewa? Unanielewa vizuri? Hata kama zimekauka naomba nizikute baadaye, sawa? Sawa, usijali. Utazikuta. Nikute uko salama, Mwenyezi Mungu akulinde, sawa? Sawa. Take care baby. Bye. Bye. Poa. Sana siku njema. Sawa. Nilimwacha kwa Manuru. Mwanangu tena kwa Mama Nuru, mimi mwanangu kwa mama. Kule nilikuwa na kazi. Kimya. Kimya. Kelele mfaidisha na. Mungu naomba nisamehe. Unataka majirani wajue kinachoendelea huko ndani, sio? Bafu nini? Kimya. Na kugonga unakaa kimya. Sasa usikie kelele. Wewe. Bafu. Nilikwambia je kuhusu kwa Mama Nuru, Mama Jay. Mungu naomba nisamehe. Nenda kwa Mama Nuru, ukabebe kile kifaranga chako. Uende nacho kwa baba yako. Si baba yako ni bora kuliko mimi? Fanya nyuma. Toka! Toka! Nashinda mtani na randa, dunia tambara bofu limekata kamba, sijui upendwa baba wala mama, mtani nawaza. Samahani bwana, nilikuwa na mpango wa kuja ofisini kwako tukae tuongee. Najua umefuata nikale kama mzigo bwana. Nikawa nimetingwa na wateja hapa, ndio maana nikachelewa. Hivi unajua Msafiri, umefikia hatua mbaya sana.
Hivi unajua ulipofikia ni pabaya sana, na hatua uliofika ni mbaya sana. Unajua Msafiri, nilitegemea nilivyokuja kuchukua friji lako nyumbani, basi utanifuata kazini na utakuja kunilipa pesa yangu. Hasa nashangaa ni kimya mpaka sasa hivi. Bwana Samiri, mimi sikukimbii wewe. Ni wateja tu hapa nilikuwa nawahudumia, umeniwahi mzee wangu. Nikueleze tu ukweli. Ile pesa ambayo nilikuwa nayo, ambayo ilibidi nikupe, nimepatwa na msiba, nikaamua niitume msibani. Ndio maana akili yangu yote ikawa inanisukuma nikuwahi ofisini, nijitetee, tukae kiume. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Vipi na mabegi tena hayo? Yaani kakaangu, sijui hata nianzie wapi kukuelezea. Ni story ndefu sana. Sijui nimwamshe au niondoke, maana akiamka huyu mjamaa si ataniua mimi. Baba umeniponza baba. Ulikuwa wapi? Na kuuliza ulikuwa wapi? Unasema nini? Ina maana ulikuwa kwa nini sio? Halafu cha kunishangaza, mbona umependeza sana? Sijakupata nia yangu. Umependeza hivi. Umeanza umaraya, si ndio? Nitoa sheria yangu. Hapa nyumbani hauruhusiwi kutoa hata mguu. Ukautoa. Unanizarau, sio? Sasa utaenda kunielekeza vizuri. Ulikuwa wapi? Ndio hivyo kakaangu. Usijali dada. Sawa? Yaani nikwambie usichokijua. Yaani hata wewe usingekuja hapa sasa hivi. Nilikuwa na mpango wa kumfuata huko. Maana nilikutana na yule jirani yako yule, mnene yule kibonge. Kanieleza kila kitu. Kwamba tokea nimekuja ile siku hamna kilichobadilika. Kwamba anaendelea kufanya makusudi. Lakini anyway, mtoto kwanza yuko wapi? Hivi unajua unaniletea masihala eh? Pesa hizi ni za kampuni, sio za kwangu. Wewe nilikuamini kama jamaa yangu na rafiki yangu. Sasa naona sasa hivi unaniingiza mimi mkenge. Mimi sijapenda nifiwe. Ni mambo tu ya kibinadamu yametokea. Ndio maana nakwambia pesa nimeshaituma msibani. Naomba nielewe, nipe wiki hizi. Wiki mbili tu mzee wangu. Hapana. Naona tulipofikia ni pabaya. Ila acha sheria ifuate mkondo wake. Maana unaniambia mimi pesa imefiwa, pesa ya kampuni. Acha sheria ifuate mkondo wake. Maana nimekuvumilia vya kutosha wewe. Naomba nielewe kama mwanaume mwenzio bwana. Naomba unielewe. Nimekufuata mara nyingi, haunielewi. Kwa sasa naomba tu sheria ifuate mkondo wake. Tusilaumiane kitakachokufuata. Si rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki, dunia ni maya. Nimekuja naye. Yupo ndani kalala.
Sasa nisikize nikwambie dada yangu. Naomba usiwe mbishi kama ulivyokuwaga mdogo. Najua ni mbishi sana. Sasa ubishi mimi siutaki. Sawa? Nachokiomba kutoka kwako, wewe ni dada yangu mimi. Sawa? Na kama yeye ameshindwa kukupenda, mimi kakako bado nakupenda, bado nakujali. Sawa? Kwa hiyo sasa naomba ukae hapa nyumbani. Sawa? Hapa ni kwenu. Hapa hujaua. Kama yeye hakupendi, sisi ndugu zako bado tunakujali. Bado tunakuhitaji. Sawa? Kuhusu wangu wangu, hilo nafikia halina shida. Wewe mwenyewe unajua bisa mzee ana ng'ombe hapo wa kutosha. Kuhusu maziwa, atakunywa mpaka atakuwa. Kwani wangapi amekulia maziwa ya ng'ombe? Ila sasa mimi kama kaka, ili swala sitokaa nikalikalia kimya. Kwa sababu huyu mjinga amezidi. Nilikuja mara ya kwanza nikampa onyo, hakusikia. Sasa kwa hili swala mimi kama kaka sikai kimya. Unanielewa? Kwa lazima nichukue hatua. Tena sio hatua tu. Hatua kali. Kama kaka lazima nisimamie. Nilimwahidi nitamfanya kitu kibaya. Sasa moto unawaka. Tilipui. Moto unawaka. Sawa? Lazima alipe kwa hicho alichokifanya. Siwezi kukaa kimya. Mimi nimekuelewa kaka yangu. Nashukuru kwa kuwa upande wangu. Na kwa hatua niliyofikia, sidhani kama anaweza kwenda kuishi tena na shemeji yako. Amekuwa mkatili sana kwenye maisha yangu. Nilimwahidi mwanzo mume wako kwamba endapo akizingua tena sitakuwa na sali ya mtume yoyote. Nitatulia tu nyumbani, nimlee mwanangu. Hivyo tu. Ni kazi juu ya kazi, mwendo wa kazi. Sawa? Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Mambo Kichuna. Poa. Mrembo. Nimezoea kuona mbalimbali lakini leo nakuona tit for tat ana kwa ana. Nimefurahi sana kuona. Hata mimi nimefurahi kukuona. Kichuna. Mimi nafikiri nisipoteze muda wako na umeniambia umetoka nyumbani umeibiaibia tu. Nafikiri tutaenda haraka lakini naomba unielewe. Tafadhali. Lakini kama pia hujapenda mazingira, ni vema ukanambia. Tunaweza kuchange location. Nimeyapenda. Nimeyapenda Nashukuru sana. Kumbe mimi ni mzuri sana katika kuchagua mazingira. Kitu kikubwa ambacho nimetamani tuzungumze ni kitu kimoja tu. Lakini naomba niende kwenye point kulingana na muda. Tumekutana muda mbaya lakini pia nafikiri utakuwa ni muda mzuri kwa mazungumzo. Mimi nafikiri Kichuna, ni vyema kila mwanadamu ana haki ya kueleza hisia zake kwa mtu ambaye anahisi ni sahihi kwake. Lengo kuu ya yote kwa yote, Kichuna, mimi nimetokea kukupenda sana hisia. Na nafikiri nimezunguka sehemu nyingi, nimekutana na wanawake wengi, lakini kaona chaguo langu sahihi, mwanamke mwenye vigezo vya kuwa na mimi, ni Kichuna pekee. Sasa mimi mbona nina mtu? Sasa Kichuna, mimi sidhani kama utaweza kukosa mtu kulingana na urembo wako. Lakini inawezekana huna mtu sahihi katika maisha yako. Okay, ungekuwa na mtu sahihi, sidhani kama ungekuwa hivyo Kichuna. Kichuna wewe sio kuwa hivyo. Nani nikoje jamani? Kichuna na mwanaume ya kuhudumia. Njoo kwangu tume mema ya nchi Kichuna. Dada, tuachane na hayo. Mimi kuna story nataka nikupe. Nilipokuwa safarini katika pita zangu huko, katika harakati za kuhangaika huku na huku, bwana, nikutana na tukio moja hivi ambalo sijawahi kuliona katika maisha yangu kabisa. Sawa? Yaani nimekutana na mshikaji, kila nikimwangalia simpatii majibu. Unajua jamaa na nini?
hapa mpona hapa hana mdomo kabisa yani. Sawa? Hapa ni kama shavu hapa. Pampita hivi. Sasa mimi nikanajiuliza huyu mtu anaishije? Anakulaje? Sawa? Ghafla sasa akamemwita mama mmoja anauza karanga. Wewe karanga njoo. Sawa? Haya baada ya kumuita yule mshikaji akanunua kweli karanga pale. Nikashangaa mkono wa kushoto anauinua juu. Karanga zinaingilia kwenye kwapa. Nikashangaa kumbe yule bwana ana mdomo uko hapa. Umeona? Nataka muongo wewe jamani. Kweli. Asa mtu anakuja na mdomo kwa pani jamani. Nisikize sasa alichoniambia yule jamaa. Sasa mimi baada ya kuona kama nimeshangaa sana lile tukio, ikabidi nitamke, yani nilikuwa ninajiuliza lakini nikajikuta nimeropoka kwa sauti kubwa. Kiasi kwamba kanisikia. Umeona? Hana mdomo. Alichonijibu sasa. Amenitukana. Alinitukana. Ile siku. Na mimi nilitaka nikuulize sasa. Umesema yule kaka alikuwa hana mdomo na akamuita muuza karanga. Na mimi nataka nijiulize alimuita kupitia nini? Aha, kumbe hapo ulikuja elewa. Sasa hapo taelewa. Sawa, yani jinsi alivyomuita yule, alimuita kwa ishara, sawa, lakini kilichofuata pale sasa, yule jamaa alichoniambia mimi sasa. Nikakuta tu baada ya kumsema sasa, nikakuta tu ghafla ananiambia, "Mpumbavu mmoja, kazi kusema zote umekamilika eti." Nakwambia ukweli umekamilika. Nilishangaa. Kaka muongo, unajua ita kusema ilikuwa muongo. Pamoja na yote hayo, nimekuletea habari njema sana leo. Sawa? Yaani kakako imefika hatua sasa, nataka niingie kwenye majukumu ya utu uzima. Hebu tulia. Taarifa gani? Hizo habari njema bwana ni hivi. Kwanza kabla sijakwambia, najua dadangu ni mtaalamu sana wa kukisia wewe. Mpaka majibu ya English kwangu unanipa kwa kukisia wewe, unakumbuka? Sasa na kisia nataka nikwambie kitu gani? Au unahisi ni habari gani? Hata kama anaanza kunihudumia lakini tumependana. Kichuna, hata wazazi walipokuleta duniani walikuleta hawakutaka ujihudumie, walikuhudumia na ndio maana mpaka sasa hivi uko hivyo. Wewe kaka vipi? Mbona king'anga? Nimekuambia nina mtu wangu. Nimekwambia mimi nina mtu wangu. Mbona king'anga hivyo vipi? Mimi nafikiri sio shida. Okay sawa. Mimi naomba tuonane kwa wakati mwingine, nafikiri tutazungumza. Sawa. Nisichukue sana muda wako. Nafikiri tutaonana siku nyingine kwa na mitikasi mingi, tutaonana sawa? Sawa. Sawa. Basi naomba si utakuwa popote. Mimi iko huru tumsharifia. Lakini nisaidie jambo moja hapa. Samahani lakini. Nitajie namba yako tu kama utojari. Sifuri sana. Ndio. 56 40 255. Nashukuru sana. Umesoma sana shule? Kidogo. Okay. Sawa. Asante. Good time. Tokyo natumai. Yaani ukaka huyu kumkataa kote kule kanitumia 50. Yaani huyu. Koja. Huyu lazima ajaye huyu. Naanza kumchuna taratibu. Sina haraka naye. Ngoja. Habari zenyewe ni hivi. Mimi saa hizi nataka kuoa. Wewe kakangu mimi wewe. Wewe unataka kuoa wewe? Yeah. Na hizo vurugu zako baba yako unamwachia nani? Basi. Na wala sikutani. Niambie kama unanidanganya. Dada, maisha ukao bachelor mimi nimechoka. Maisha naamka asubuhi, niko na mzee tu hapa nifanye shughuli zake. Mimi lini nitajenga familia yangu? Sawa kakangu nimekuelewa. Vipi kuhusu tabia ya wifi yangu? Umemchunguza vizuri kweli? Kuhusu tabia usijali. Ni nzuri mpaka nawaza huyu mtoto aliumbwa alishushwa.
Kama ana uwezo kunivumilia mimi kwa muda niliokaa safarini mpaka narudi nakuta hana mwanaume, hajaolewa. Sawa, nikiashiria tosha kwamba mimi bado ananipenda. Tena na mimi nampenda. Kaka, unayosema ni ya kweli? Sure kabisa. Basi sawa kakaangu. Mimi nakupa hongera kwanza. Na wewe bwana. Vijana wenzako wote mtaani wameoa. Ukabaki wewe kakaangu. Mpaka nikawa najiuliza, hivi kakaangu huyo mimi ana shida gani? Najua dada, mwenyewe nimetambua kwamba maisha na mimi mwenyewe ni mtu mzima. Sawa. Maisha kusema nakaa na mzee tu hapa namsaidia shughuli zake ndogo ndogo mpaka lini? Mimi lini ndajenga kwangu mimi? Hilo ni jambo jema sana kakaangu. Yaani mimi namtaka wifi yangu hata kesho unajua nije nimuone tu. Akusaidie kuosha vyombo nini fresh. Kweli bwana kaka. Unajua umeshaenda. Umeshakuwa mtu mzima wewe. Ila kweli maisha yanabadilika. Kakaangu wewe kuja kuniambia umepata mchumba. Usichokijua. Kama kuna uwezekano kuwa saa 4 ikawa saa 8 ikawa saa 12, mimi ni nani nishindwe kuoa kutimiza majukumu ambayo Mungu alitupa kwamba lazima tuoe tunapofika umri fulani. Unajua dadangu na ubonge ulionao ni mvivu, kukikaa umekaa utaki kunyenyuka, ni chakula tukuletea hapo hapo. Nakufahamu sana ila usiwazi. Nakuletea wifi yako. Sawa? Sawa. Na imani kwa huu mwili ulio hivi utazidi kunenepa zaidi. Pamoja na yote tunazungumza kwamba naonyesha ubabe huko, lakini mimi ndani ya kwa yule mwanamke hamna kitu nasema. Hamna kitu mimi naweza nikafanya kwa yule mwanamke. I swear nampenda sana zaidi ya sana. Au sio? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Sikiza nikwambie kitu. Na wewe umeshakuja kwenye chama hiki cha ndoa. Haya nayo yafanya mimi yote utakuja kuyaona mdogo wangu. Hebu nikwambie kitu kimoja. Mtoto nilioyota leo ni mtoto mbaya sana, ambayo inanibidi mimi lazima tu ili nikamwangalia mume wangu ameamkaje, kupigwa, kulaza nje, kunyima chakula. Hiyo yote ni dalili ya mapenzi. Mume wangu ananipenda na mimi pia nampenda. Wewe niende mdogo wangu. Shemeji nilikuwa nakupenda wewe kweli kabisa kutoka moyoni. Asingeweza kufanya yote hayo, kukulaza nje wewe na mtoto, kuletea mwanamke ndani. Dada, bado unaona shemeji anakupenda kweli? Mdogo wangu, hizo ni mistake tu za maisha. Haya nayo yafanya mimi hapa leo, utaje kuyafanya mdogo wangu. Ngoja mimi niende. Dada, usiende. Nashinda mtaani na randa, dunia tambara bovu limekata kamba. Sijui upendwa baba wala mama, mtaani nawaza. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba. Maisha ya dhiki dunia ni mbaya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani.